أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala Abnasal Aziz anasema kwamba katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilisoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Mala salatu wassalam. Katika maandiko haya Sayyidina Mala salatu wassalam alisema kuhusu hali ya Waislamu kwamba ikiwa hali yao isingekuwa ya aina hii na wao ikiwa wasingeenda mbali na mafundisho ya dini tukufu ya Islam, katika hali hii kulikuwa haja gani ya kuja kwangu? Hawa watu wamekuwa dhaifu katika imani yao na wao hawaelewi maana sahihi ya dini tukufu ya Islam. Baada ya kueleza hii Sayyidina Mala salatu wassalam alisema, hayo sikuweza kueleza wakati ule, kwamba alisema kwamba hawa watu wanaona kwamba sisi tumefanya kitu gani kinyume na mafundisho ya Islam. Sisi tunatamka la ilaha illallah, yani Waislamu wanadhani wanasema la ilaha illallah na wanaswali swala, na katika mwezi wa Ramadhan tunafunga saumu na vile vile tunatoa zaka pia. Sayyidina Mala salatu wassalam anasema, lakini mimi nasema kwamba vitendo vyao hivi vyote si amali swale, vitendo vizuri. Ikiwa vitendo hivi vyao ni vizuri, basi kwa nini matokeo yake mazuri hayapatikani? Vitendo vizuri vinaweza kuitwa wakati ufisadi haupatikani katika vitendo hivi, lakini jambo hili halipatikani katika vitendo vyao. Halifa mtukufu anasema kwamba tunashuhudia siku hizi kwamba ufisadi inapatikana katika nchi za Waislamu, na ufisadi inapatikana katika makundi ya Waislamu, na hawa Waislamu wanamwaga damu ya wenzao. Kila moja anatamka shahada, na yule ambaye anatamka shahada yeye ana mwaga damu ya yule ambaye anatamka shahada, na anajaribu kumpatia hasara kwa njia yoyote. Je, haya ni mafundisho ya dini tukufu ya Islam? Kwayo wanafuata? Je, huu ulikuwa mwenendo mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ambao wanafuata? Tunaona siku hizi kila mahali dunia imetangulizwa juu ya dini. Ikiwa hawa watu wanataja dini ni kwa ajili ya kupata masilahi ya kisiasa na vile vile kwa ajili ya kuendeleza utawala wao, kuhusu mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Hadhrat Aisha radhiallahu ta'ala anha alitoa ushahidi wake kwa kusema, kana khuluquhul Qur'an, yani ikiwa mtu anataka kujua kuhusu
mfano mwema wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi yeye asome Qur'ani tukufu, kwa sababu yeye alikuwa tafsiri ya Qur'ani tukufu. Hazur anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alionyesha mfano wake mwema ili waamini waige mfano wake, wao wasiseme tu kwa maneno, bali wanalazimika kufuata mfano huu. Sayyidina Mala sallallahu alaihi wasallam akasema, kwa kutamka shahada hamwezi kuwa wafuasi wangu. Katika hali hii, ikiwa mnataka kuwa wafuasi wangu, mnalazimika kumpenda mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na vile vile mumpende mtume wangu, ndipo mtakuwa wapendwa wangu na mtapata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Pengine ikiwa hamfanyi hivi, maneno yenu hayataleta maana. Mwenyezi Mungu anasema, kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yani waambie watu kwamba ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu, basi nifuateni, bila shaka Mwenyezi Mungu atawapenda na vile vile atasamehe dhambi zenu. Bila shaka Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mrehemevu. Halifa mtukufu anasema kwamba, je, yule ambaye Mwenyezi Mungu anampenda hali yake inakuwa ya aina hii ambayo inapatikana siku hizi katika Waislamu? Maulama ambao watu wa kawaida wanaona ni wapendwa wa Mwenyezi Mungu na wamepata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na hawa ni maulama ambao wanaleta ufisadi duniani kushinda wengine wote. Katika nchi ya Pakistan watu wameshaanza kuandika makala katika magazeti na vile vile wameanza kueleza katika TV kwamba hali hii ya Waislamu inapatikana kwa sababu ya hawa maulama wa kizina. Basi siku hizi hali ya maulama inahitaji kwamba mtu aje ambaye ataeleza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na yule ameshatumwa na Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake, lakini maulama hawataki kumsikiliza wala hawataki watu wasikilize, bali yule ambaye aliyekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu wakatoa fatwa ya ukafiri dhidi yao, na kwa kutoa fatwa ya ukafiri wameleta haufu katika jamii. Shutuma inaletwa dhidi ya Sayyidina Mala salatu wassalam kwamba nauzu billah, Sayyidina Mala salatu wassalam kwa ajili ya masilahi ya dunia alianzisha jumuiya yake. Hazur anasema kwamba sisi tunajua kwamba mtume Sayyidina Mala salatu wasalam alikuwa anampenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na yeye alitumwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuisha mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na sisi tumepata maarifa na hekima kwa kumpitia Sayyidina Mala salatu wasalam. Sayyidina Mala salatu wasalam alituongoza kwa kuhusu mafundisho ya dini tukufu ya Islam, kuhusu aya hii isemayo in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kuhusu aya hii Sayyidina Mala salatu wasalam aliandika tafsiri yake mara kwa mara. Na sisi kwa kufuata na saa hizi Sayyidina Mala salatu wasalam tunaweza kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na tunaweza kutoka nje katika ufisadi wa kila aina, na Waislamu wanaweza kujiepusha na ufisadi kwa kufuata na saa hizi. Huzur anasema kwa ajili ya kuleta amani duniani na vile vile kwa ajili ya kuthibitisha heshima ya dini tukufu ya Islam, na matokeo mazuri yatapatikana wakati
watu wataanza kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kweli kweli, pengine kusema la ilaha illallah haitaleta maana, wala Muhammad kusema Muhammad rasulullah pia haitaleta faida. Zuri anasema mimi nimechagua maandiko kadhaa ya Sayyidina alayhi salatu wasalam kuhusu tafsiri ya aya hii niliyosoma hapo awali. Anasema Waislamu wametawanyika kwa sababu ya kupenda dunia. Ikiwa wao wangetanguliza ridhaa ya Mwenyezi Mungu, wangeweza kueleza kwa urahisi kwamba kundi fulani ni sahihi, na kwa kukubali kundi lile wangepata ufaulu. Lakini kwa sababu ya kupenda dunia uharibifu unapatikana. Basi namna gani tunaweza kuwaita hawa watu Waislamu haswa wakati hawa watu hawafuati nyayo za mtume sallallahu alaihi wasallam? Mwenyezi Mungu alisema, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, yani ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu basi mnifuateni, bila shaka Mwenyezi Mungu atakuwa rafiki yenu. Sayyidina alayhi salam anasema kwamba siku hizi badala ya kushika kamba ya Mwenyezi Mungu na badala ya kufuata nyayo za mtume sallallahu alaihi wasallam wametanguliza mapenzi ya dunia juu ya dini. Je, hii ni utii wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Je, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtu wa dunia? Je, nauzubillah alikuwa akichukua riba? Je, yeye alikuwa hapendi, alikuwa akighafilika katika kufuata amri za Mwenyezi Mungu? Je, alikuwa tabia yunafiki? Je, alikuwa akitanguliza dunia juu ya dini? Sio hivyo, bali utii kamili ni kwamba mfuate nyayo za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mkifanya hiyo basi mtaona Mwenyezi Mungu atawajalia fadhili za aina gani. Lakini huzuri anasema kwamba siku hizi hali yao sio ya aina hii. Wao wapo katika hali mbaya upande wa dini, wanapigana na Waislamu, nchi za Waislamu, wanaomba msaada kutoka kwa wale ambao si Waislamu. Hivi karibuni rais wa Marekani alipiga marufuku dhidi ya nchi ya Iran. Alisema marufuku yatapigwa dhidi ya Iran. Nchi za Ulaya imepinga amri yake. Mtu mmoja aliandika makala katika gazeti hapa kwamba watu wote wamepinga amri hii ya rais wa Marekani isipokuwa nchi tatu tu ambayo inasema kwamba amri hii ya rais ni nzuri. Ya kwanza ni nchi ya Marekani, ya pili ni Israeli, na ya tatu ni Saudi Arabia. Sasa angalieni, Saudi Arabia ni nchi ya Waislamu na inaungana na nchi ambayo si ya Waislamu dhidi ya nchi ambayo ni ya Waislamu. Hii ndiyo ni hali ya Waislamu inapatikana siku hizi. Sayyidina alayhi salatu wasalam ameeleza hali hii inayopatikana siku hizi kwamba nyinyi umetawanyika, hamwezi kupata fadhili za Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwamba kwa kueleza mada hii kwamba namna gani mtu anaweza kufanya mema, hasa namna gani anaweza kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, namna gani anaweza kupata neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na namna gani Sayyidina alayhi salatu wasalam alipata neema za Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salam anasema Hazur anasema kwamba fatwa inatolewa dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba Sayyidina alayhi salam alienda kinyume na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina alayhi salam anasema, mimi nasema kweli kweli, nasema kwa kupitia udhaifu wangu kwamba mtu hawezi kufanya mema hasa na kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, wala hawezi kupata neema za Mwenyezi Mungu ambazo zinapatikana baada ya kupata utakaso wa hali ya juu. Yani wakati mtu anapokuwa mwema na anapokuwa karibu na Mwenyezi Mungu anapata
neema ya kuongea na Mwenyezi Mungu. Hali hii haiwezi kupatikana mpaka mtu amfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kikweli kweli. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema hivi ndani ya Qur'an tukufu, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba katika dhama hizi mimi ni mfano wa aya hii ya Mwenyezi Mungu. Mungu anaongea nami, na hii imetokea kwa sababu mimi nimemfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kweli kweli. Kisha mimi nilipompenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu alinipenda. Hazuru anasema kwamba wale ambao wanaoleta shutuma dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wasallam kwamba Sayyidina alayhi salam amemfedhehesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilhali Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba mimi hali hii niliyopata ni kwa sababu ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina alayhi salatu wasallam ni yule ambaye aliyemtii Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kikamilifu, na kwa sababu ya hii Mwenyezi Mungu alimfanya kuwa mpendwa wake. Kwa sababu ya utii huu kamilifu, kazi alipewa Sayyidina alayhi salatu wasallam. Kuhusu kazi ile anasema, mimi nimetumwa ili nithibitishe heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopotea duniani, na vile vile nithibitishe mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Kazi yote inaendelea kufanyika, lakini yule ambaye haoni, basi yeye hawezi kuoni kazi hii. Kisha anasema waambie, ikiwa unataka kuwa wapendwa wa Mwenyezi Mungu na mnataka musamehewe dhambi zenu, basi njia yake ni moja tu, kwamba nyinyi munifuate. Hii ni tafsiri ya aya hii. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema maana yake ni hii, kwamba kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ni neema ambayo inamfanya mtu kuwa mpendwa wa Mwenyezi Mungu. Huzur anasema kwamba ikiwa mtu anamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi kwa sababu ya hii dhambi zinasamehewa, na pamoja na hii mtu anakuwa mpendwa wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema, madai yenu haya kwamba sisi tunampenda Mwenyezi Mungu, madai haya yanaweza kuwa sahihi wakati nyinyi mtakaponifuata mimi, yani mumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya hii inathibitisha waziwazi kwamba mtu hawezi kuwa mpendwa wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mazoezi yake ya binafsi. Baraka za Mwenyezi Mungu haziwezi kushuka mpaka yeye amtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yule mtu ambaye anamtii Mtume sallallahu alaihi wasallam na anakubali mauti ya kila aina kwa ajili ya kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi yule mtu anapenda mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na yeye anaanza kuipukana na miungu mingine na dhambi ya kila aina, na anapata maisha mazuri, na yeye anatolewa katika kaburi lenye giza sana. Kuhusu hii hadithi hii inasema kwamba analhashiru allazi yusharu nasu ala kadami, yani mimi ni yule ambaye anauisha wafu. Na yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuwapa uhai wale watu ambao walikufa kwa kiroho. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu,
mungu ameweka njia moja tu kwamba kila moja amfuate mtume sallallahu alaihi wasallam, kama mwenyezi mungu anasema katika aya hii, kul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah, yani nyinyi mfuateni, nifuateni ili nyinyi muwe wapendwa wa mwenyezi mungu. Na utii maana yake si kwamba mtu amtii mtume sallallahu alaihi wasallam kwa juu juu. Ikiwa ni hivyo, basi katika hali hii swala ni nini na saumu ni nini? Bali mtu anatakiwa aswali swala kwa kufuata maana yake na kwa moyo wake wote, na mtu amwabudu mwenyezi mungu kama amesimama mbele ya mwenyezi mungu. Ikiwa mtu hafanyi hivi, basi kusema kwake haitaleta faida. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema islam ni hii kwamba mtu awe tayari kuchinjwa sawa na mbuzi, kama mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, uhai wangu na kufa kwangu na swala yangu na kujitolea kwangu ni kwa ajili ya mwenyezi mungu. Basi wale ambao wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam wanaendelea kuboresha ibada zao. Kwa hiyo kila mmoja wetu anatakiwa achunguze hali yake. Pengine madai yetu pia hayatakuwa na maana ikiwa sisi hatumfuati mtume sallallahu alaihi wasallam kweli kweli. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba Mwenyezi Mungu alisema, ewe mtume uwaambie watu, ikiwa mnampenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni. Hii ni tafsiri ya aya ile. Kwa sababu hii Mwenyezi Mungu atawafanya kuwa wapendwa wenu. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema mtu anapomtii mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa mpendwa wa Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwamba maana yake ni hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwabudu Mwenyezi Mungu kweli kweli, na yeye alipata daraja ambayo mtu mwingine hawezi kupata. Kwa hiyo upande wa ibada Mwenyezi Mungu alimfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mfano mwema, kama alimfanyia kuwa mfano mwema katika mambo mengine. Kisha sehemu nyingine anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam, mtu hawezi kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu mpaka yeye afuate hulka za mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile afuate mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake. Kuhusu hii Mwenyezi Mungu amesema, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, yani ikiwa mnataka kuwa wapendwa wa Mwenyezi Mungu katika hali hii mnalazimika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Na utii maana yake ni kwamba mtu alete hulka njema ndani yake, yani mtu afanye ibada ya Mwenyezi Mungu kweli kweli. Na ya pili ni kwamba yeye awe na hulka njema. Hii ndiyo ni dalili ya kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha aliwahi kusema kwamba kana khuluquhul Qur'an, yani hulka za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa mnataka kushuhudia hulka za mtume sallallahu alaihi wasallam, basi musome Qur'ani tukufu, mtapata hulka zake ndani ya Qur'ani tukufu. Basi sisi tunalazimika kusoma Qur'ani tukufu kabla hatujawaambia wengine kwamba wao wafanye hivi. Tunatakiwa tuchunguze hali yetu kwamba sisi baada ya kumpokea Sayyidina alayhi salatu wasalam kiasi gani tumefanya Qur'ani tukufu kuwa mwongozo kwa ajili yetu, kiasi gani tumeanza kusema kweli, na namna gani sisi tunafanya uadilifu katika maisha yetu, kiasi gani tunatimiza haki za wengine. Kwa hiyo tunatakiwa tuchunguze kwanza mambo haya yote kabla ya kuambia wengine. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kila mtu hawezi kukutana na Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Kwa ajili ya hii mtu anataka msaada, na msaada huu
ni Qur'ani tukufu na ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kwa yule ambaye anawaacha basi hawezi kufaulu. Mtu ni mtumwa, na mtumwa kazi yake ni kwamba yeye afuate amri za kiongozi wake. Hivyo ndivyo ikiwa mnataka kupata baraka za mtume sallallahu alaihi wa sallam katika alimu, na lazimika kuwa mtumwa wake. Ndani ya Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema, kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim, yani enyi watumishi wangu ambao waliojidhulumu nafsi zao. Hapa watumishi maana yake ni watumishi, sio viumbe. Kwa ajili ya kuwa mtumishi wa sayyidina mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunalazimika kumsalia na tusiende kinyume na amri zake, bali tufuate amri zake zote. Kama Mwenyezi Mungu ametuamuru, kul in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, yani ikiwa nyinyi mnataka kumpenda Mwenyezi Mungu, katika hali hii mnalazimika kuwa watiifu wa mtume sallallahu alaihi wa sallam, na vile vile nyinyi mfuate nyayo za mtume sallallahu alaihi wa sallam, ndipo Mwenyezi Mungu atawapenda. Basi yule ambaye ni mwenye dhambi sana na anafanya istighfar na anamfuata mtume sallallahu alaihi wa sallam, akifanya hivi na akitaka kuleta mabadiliko mazuri ndani yake, anaweza kufanya hivi. Kisha anasema sayyidina alayhi salatu wasalam, tunaweza kumfurahisha Mwenyezi Mungu kwa njia hii tu moja tu, kwamba tumfuate mtume sallallahu alaihi wa sallam. Tunashuhudia kwamba watu wanafuata bidhaa. Mtu anapokufa basi bidhaa ya aina mbalimbali zinafanywa, ila hali inatakiwa tumuombee yule aliyefariki. Ikiwa mtu anaanza bid'a, basi katika hali hii anamfedhehesha mtume sallallahu alaihi wa sallam, vile vile anaenda kinyume na amri za Mwenyezi Mungu, amri za mtume sallallahu alaihi wa sallam. Hazur anasema wale watu ambao wamepitisha kanuni ya kumfedhehesha mtume sallallahu alaihi wa sallam dhidi ya wanajumuiya, hawa ni wale ambao wenyewe wanakuwa na bid'a za aina mbalimbali. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wa sallam anafedheheshwa kwa kupitia bid'a hivi, kwamba wao wanaona kwamba mtume sallallahu alaihi wa sallam hatoshi kwa ajili yao. Ikiwa wangeona kwamba yeye anatosha, basi wasingekuwa na bid'a za aina mbalimbali katika dini. Hazur anasema wale watu ambao wanatoa fatwa ya ukafiri dhidi yetu, wao wanatakiwa chunguze amali zao. Kisha sayyidina al-Islam anasema, ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu, Mungu anasema ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu, basi muniti faida yake itapatikana hivi kwamba Mwenyezi Mungu ataanza kuwapenda na atasamehe dhambi zenu. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema inathibitika kwa kupitia aya hii kwamba madamu mtu hamtii mtume sallallahu alaihi wa sallam hawezi kupata baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na maarifa ambayo inaweza kuzima moto wa dhambi zake, maarifa ile haiwezi kupatikana. Na wale watu ambao wanamfuata mtume sallallahu alaihi wa sallam, wao mfano wao ni sawa na ulama wao ummati, yani watu wanatakiwa wamfuate mtume sallallahu alaihi wa sallam. Ikiwa mtu anataka kupata maarifa kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika alia, na lazimika kumtii mtume sallallahu alaihi wa sallam. Ikiwa mtu anataka kuipukana na dhambi, basi analazimika kumtii mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na wale watu ambao wanafanya hivi, kuhusu hawa watu mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema, maulama wa umati wangu ni sawa na manabii wa wana wa Israeli. Lakini huzuri anasema maulama wa siku hizi hawakupata sifa hizi, kwa sababu hawakubali kwamba baraka za mtume sallallahu alaihi wa sallam zinaendelea hata mpaka leo. Kisha kuhusu heshima ya mtume sallallahu alaihi wa sallam, sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba heshima yake ilikuwa hii kwamba alikuwa mpendwa wa Mwenyezi Mungu.
lakini Mwenyezi Mungu aliwaelekeza watu wengine wao pia wanaweza kuwa wapendwa wa Mwenyezi Mungu, kama alisema kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, yani uambie watu ikiwa nyinyi mnataka kuwa wapendwa wa Mwenyezi Mungu basi katika hali mnalazimika kunifuata, katika hali nyinyi mtakuwa wapendwa wa Mwenyezi Mungu. Yani Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam awatangazie watu hivi. Sayyidina Alayhi salatu wasallam anasema kumtii Mtume sallallahu alaihi wa alihi, kwa sababu kumtii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtu anakuwa mpendwa wa Mwenyezi Mungu. Basi ikiwa mtu anakuwa mpendwa wa Mwenyezi Mungu anataka nini zaidi ya hayo? Kisha anasema Sayyidina Alayhi salatu wasallam, mtu anayesema kwamba wokovu unaweza kupatikana bila kumtii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye ni muongo. Mwenyezi Mungu ametuambia kinyume na maoni yake haya. Mwenyezi Mungu anasema kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, yani ewe Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam uambie hawa watu ikiwa mnampenda Mwenyezi Mungu basi munifuate, nyinyi mtakuwa wapendwa wa Mwenyezi Mungu. Bila kumtii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuna yeyote anayeweza kupata wokovu. Wale watu ambao wanamtii Mtume, wale watu ambao ni maadui wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam au hawawezi kupata heri. Sayyidina Alayhi salatu wasallam alikuwa anajadili na Mkristo mmoja kuhusu heshima ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam na kuhusu daraja yake. Mkristo akasema kuhusu Isa alayhi salatu wasalam, Isa alayhi salatu wasalam amesema kuhusu nafsi yake, njoni kwangu wale ambao wamechoka, mimi nawapatieni utulivu. Na vile vile Yesu Kristo alisema mimi ni mwanga, na vile vile mimi ni njia, mimi ni uhai, yani mimi naonyesha njia na vile vile nawapatia uhai. Njoni kwangu ili niwapatieni vitu hivi. Yule Mkristo akamuuliza Sayyidina Alayhi salatu wasallam kwamba je, mwanzilishi wa Islam yani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema maneno aina hii kama Yesu Kristo amesema? Sayyidina Alayhi salatu wasallam kwa kusikia swali lake akamjibu, ndani ya Qur'ani tukufu imesema wazi wazi kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, yani watangazie watu kwamba ikiwa mnampenda Mwenyezi Mungu basi njoni na munifuate ili Mwenyezi Mungu pia awapende na vile vile asamehe dhambi zenu. Amesema Sayyidina Alayhi salatu wasallam kwamba ahadi hii kwamba kwa kumfuata Sayyidina Alayhi salatu wasallam, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa mpendwa wa Mwenyezi Mungu, ni maneno mazito zaidi kuliko maneno ya Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yule ambaye atakayenifuata mimi atakuwa mpendwa wa Mungu na vile vile atasamehewa dhambi. Amesema Sayyidina Alayhi salatu wasallam kwamba yule ambaye anakuwa mpendwa wa Mwenyezi Mungu kwa kufuata njia yake, yeye ni juu ya yule ambaye anasema kwamba mimi nitawapatieni mwanga. Wakati Hazur anasema wakati wa Sayyidina Alayhi salatu wasalam Waislamu wengi walikuwa wameretadi na walikuwa Wakristo, na kulikuwa hakuna mtu yeyote ambaye alikuwa anatetea Islam. Hakuna yeyote ambaye aliyeweza kutoa hoja madhubuti dhidi ya Wakristo. Wakati ule Sayyidina Alayhi salatu wasalam alitetea Islam na alisimama dhidi ya hawa Wakristo. Alikuwa yeye ambaye alitumwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuthibitisha shani na heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya dunia. Vile vile historia ni shahidi kwamba wale mapadri walioleta shutuma dhidi ya Islam, Sayyidina Alayhi salatu wasalam alizuia mashambulio ya hawa Wakristo kwa kutoa hoja madhubuti.
na waislamu wakati huo pia wao walilazimika kukiri kwamba sayyidina alayhi salatu wassalam amelinda dini tukufu ya Islam. Miaka michache iliyopita Dr. Israrul Haq ambaye amefariki, yeye pia alikiri kwamba wakati huo, wakati Islam inashambuliwa, wakati ule sayyidina alayhi salatu wassalam alizuia mashambulio yote ya Wakristo. Khalifa mtukufu anasema kwamba jinsi sayyidina alayhi salatu wassalam alilinda Islam, alithibitisha heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna mtaalamu mwingine yeyote ambaye alifanya hivyo. Kisha Hazur anasema kwamba kul in kuntum tuhibbuna Allah, kwa kupitia aya hii sayyidina alayhi salatu wassalam alithibitisha Yesu Kristo amefariki. Wapo wengine ambao wanaamini Yesu Kristo yuko hai, yuko mbinguni hata mpaka leo, lakini sayyidina alayhi salatu wasallam alitoa hoja kwa kupitia aya hii kuhusu kifo cha Isa alayhi salam. Sayyidina alayhi salam anasema muamini yule ambaye anamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama Mwenyezi Mungu amesema kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, yani uambie ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu, katika hali hii mnalazimika kunitii mimi ili nyinyi muwe wapendwa wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salam anasema mapenzi ni haya kwamba mtu ampende mpendwa wake na kiongozi wake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki na hii ni sunna yake. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliaga dunia hii, alifariki. Basi ni nani ambaye anaweza kuwa hai au anakuwa na hamu kwamba abaki hai ikiwa yeye anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawawezi kuwa na matamanio kwamba yeye aendelee abaki kwa milele, kwa sababu ikiwa yeye anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye alifariki. Kwa hiyo mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hii kwamba yeye afikirie kwamba mimi ni umma wa nani, kwa kuwa umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa yeye ana imani Yesu Kristo yupo hai, katika hali hii yeye hawezi kudai kwamba yeye anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam anaamini amefariki, lakini anaamini Yesu Kristo yuko hai. Katika hali hii anamtanguliza Isa alayhi salatu wasallam juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika upande mmoja anadai anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na anadai yeye anamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na upande mwingine anasema Yesu Kristo yuko hai. Katika hali hii anamtanguliza Yesu Kristo juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya si mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku hizi ni Sayyidina alayhi salatu wasallam ambaye alilinda dini tukufu ya Islam na alihuisha dini tukufu ya Islam, na hii ilikuwa lengo la kuja kwake. Sayyidina alayhi salatu wasallam kwa kueleza mada hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam nabii ali hai, anasema hawa watu wanaposema Yesu Kristo yupo hai kinyume na Qur'an tukufu, katika hali hii wa mapadri wanapata nafasi ya kusema kwamba mtume wenu amefariki, na wanasema maazalla yeye alikuwa mtu wa ardhi kwa sababu amefariki. Hazur anasema kwamba watu walipopata hoja kwa kupitia al-Hawarul Mubashir, wao walikubali hoja zetu, lakini maulama hawataki kukubali hoja zetu. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema wale wa Kristo walikuwa wakisema kwamba Yesu Kristo ni mtu wa mbinguni, na kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba yeye alifariki, kwa hiyo yeye ni mtu wa ardhi. Na wale wa Kristo wanasema kwamba nabii wenu amefariki, na kwa hiyo yeye ni mtu wa ardhi, na wanasema Yesu Kristo yuko hai, kwa hiyo yeye ni mtu wa mbingu.
kwa hivi wanamfedhehesha mtume sallallahu alaihi wasallam na wanasema kwamba yeye amefariki. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema basi mufikirie yule ambaye ni khatamul anbiya, ni mbora wa manabii wote. Ikiwa mtu anakuwa na imani ya aina hii kwamba Yesu yuko mbinguni, basi je, hamamfedheheshi mtume sallallahu alaihi wasallam? Na hivi wanamfedhehesha mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nina yakini kwamba hawa waislamu wamesababisha kumfedhehesha mtume sallallahu alaihi wasallam, na wamefanya wakristo waseme mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki. Hii hali hii inayopatikana siku hizi ya waislamu ni kwa sababu ya imani yao hii. Upande mmoja wanasema kwamba yeye ni afdalul anbiya, yani mbora wa manabii wote, na upande mwingine wanakiri kwamba yeye alifariki baada ya miaka 63, lakini Yesu yuko hai mpaka leo na hajafa. Ila hali Mwenyezi Mungu anasema wakana fadlullah alayka azima. Kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wakana fadlullah alayka azima, yani Mwenyezi Mungu amekuteremshia fadhili kubwa sana. Je, maneno haya ya Mwenyezi Mungu si sahihi? Hapana, sio hivyo. Maneno haya ni sahihi, lakini waongo ni wale watu wanaosema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki. Basi hakuna fedheha kubwa zaidi kuliko hii, kusema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki, ila hali mtume sallallahu alaihi wasallam alipata baraka ambayo nabii mwingine hakupata. Anasema ni sikitiko kubwa kwamba hawa watu ni umma wa mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na hii wanaamini kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki. Hali yao ni aina hii, zorebat alaihim. Na wale watu ambao waliambiwa zorebat alaihim zilla wal maskana, kuhusu hawa watu wanaamini kwamba yule nabii wao yupo hai. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza mada hii kwamba hakuna nabii yeyote anayeweza kuja, Yesu Kristo pia amefariki, na nabii wa umma wa Musa hawezi kuja tena. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema baraka hii inaweza kupatikana kwa kumfuata Sayyidina Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baraka hii ilipatikana kwa sababu ya kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam nabii ambaye ni hai katika zama hizi. Kwa sababu ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Sayyidina alayhi salatu wasalam, kwa kuwa Masihi aliahidiwa. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, mimi kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, si kwa sababu ya mali yangu, mimi nimepata baraka kutoka katika neema hii ambayo manabii wa zamani walipewa. Ilikuwa si rahisi kupata neema kwa ajili yangu mimi ikiwa mimi nisingemfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yangu. Ikiwa mimi nisingefuata nyayo za Mtume sallallahu alaihi wasallam, nisingeweza kupata heshima hii yoyote nilipata kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Najua kwa elimu yangu kamilifu kwamba bila kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu hawezi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu wala hawezi kupata maarifa. Vile vile nawaambieni waziwazi kwamba utii unapatikana mioyoni kwanza mtu anatoa mapenzi ya dunia moyoni mwake na anaanza kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hii anapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa kupitia moyo huu safi kabisa. Na neema hii inapatikana kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema, kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah, yani uambie ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu basi nyinyi munifuate ili Mwenyezi Mungu pia awapende.
wakati mtu anapompenda Mwenyezi Mungu kweli kweli, katika hali Mwenyezi Mungu pia anampenda. Katika hali hii yeye anapendwa katika ardhi, na mapenzi yanawekwa mioyoni mwa watu, na yeye anapata mvuto na anapewa nuru ambayo inakuwa pamoja naye kila wakati. Hazur anasema kwamba hii hali inapatikana siku hizi. Angalieni watu wanaoishi katika nchi za Afrika, Mungu anatia mioyoni mwao na wanampokea Sayyidina alayhi salatu wasalam. Anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam, wakati mtu anapompenda Mwenyezi Mungu kweli kweli na anatanguliza Mungu juu ya dunia, na yeye hajali kuhusu miungu mingine, na anaona miungu mingine ni sawa na mdudu aliyekufa, katika hali hii Mwenyezi Mungu ambaye anaangalia moyo wake safi, katika hali Mungu anashuka moyoni mwake. Na kama jua linaonekana katika kioo safi, hivyo ndivyo hivyo ndivyo Mungu anaonekana moyoni mwa mtu, na anashuka juu ya moyo wa mtu wa aina hii, na Mungu anafanya moyo wake kuwa arsh. Na hii ndiyo ni lengo la kuumbwa kwa mwanadamu. Basi Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akimtii Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kikamilifu. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu alimpenda na alimpatia cheo cha kuwa nabii wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kuheshimu neema hii ya Mwenyezi Mungu baada ya kumpokea Sayyidina alayhi salatu wasalam, na Mwenyezi Mungu atufanye sisi tuwe watiifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sawa na uwezo wetu. Kila mmoja afanye juhudi na aweze kumfuata nyayo za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake, na vile vile awajalie Waislamu pia waweze kumtambua Sayyidina alayhi salatu wasallam na waweze kumpokea. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.